2025-2026. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa iliyowasilishwa leo ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii iliyochambua na kujadili bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi fungu 48 na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi fungu namba 3, bunge lipokee na kujadili taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi fungu 48 na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi fungu namba 3 kwa mwaka 2024-2025. Aidha, naomba bunge lako tukufu lijadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya mafungu hayo mawili kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki mkutano wa 19 wa bunge la 12 ambao ni mahususi kwa ajili ya kujadili mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya serikali ya mwaka 2024-2025 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-2026. Aidha, kipekee namshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Ninamwahidi kuwa kwa kushirikiana na viongozi na watumishi wote wa wizara nitaendelea kutekeleza majukumu aliyonikabidhi kwa uadilifu, weledi mkubwa ili kuleta ufanisi katika utoaji wa huduma katika sekta ya ardhi kwa ustawi wa wananchi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba hotuba yangu yote iingie kwenye kumbukumbu za bunge, yani Hansard, kama ilivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya pekee naomba nitumie fursa hii kumpongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi mahiri katika kudumisha amani, umoja na mshikamano nchini. Miongoni mwa mambo makubwa yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais kwenye sekta ya ardhi katika kipindi cha uongozi wake ni pamoja na kuwezesha ukamilishaji wa marekebisho ya Sera ya Taifa ya Ardhi ambayo imetoa mwelekeo mpya wa usimamizi wa ardhi nchini na maboresho ya mifumo ya tehama ambayo imeongeza tija na ufanisi katika utoaji wa huduma za ardhi. Aidha, Mheshimiwa Rais amewezesha upatikanaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, kukwamua miradi ya ujenzi ya Shirika la Nyumba la Taifa na ongezeko la tengeo la bajeti kwa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi ambalo limeongeza kasi ya upangaji wa matumizi ya ardhi nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake ya kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi mahiri katika kusimamia ustawi wa wananchi wa Zanzibar na kuendelea kudumisha muungano wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nampongeza Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko mbunge, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa umahiri wao katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kusimamia na kuratibu shughuli za serikali. Napenda kuwashukuru kwa ushauri, maelekezo na ushirikiano wanaonipa ambao wameniwezesha kutekeleza majukumu ya kuongoza sekta hii muhimu kwa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kipekee kabisa kuwapongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuchaguliwa kuwa wagombea wa CCM katika nafasi za urais kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025. Aidha, nimpongeze Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuwa mgombea mwenza. Hatua hii inadhihirisha imani ya wana CCM kwa viongozi hawa kutokana na uongozi wao makini unaozingatia maslahi ya taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpongeza Mheshimiwa Tulia Ackson mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani kwa kuongoza na kusimamia kwa umahiri
shughuli za bunge letu na zile za Umoja wa Mabunge Duniani. Aidha, Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee ni kupongeze wewe Mheshimiwa Musa Azani Zungu mbunge kwa kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Spika katika kutekeleza shughuli za bunge. Ni imani yangu kuwa wananchi wa jimbo la Uyole mkoani Mbeya pamoja na wananchi wa jimbo la Ilala mkoani Dar es Salaam watawachagua kwa kura nyingi ili muendelee kuwatumikia. Vile vile nawapongeza wenye viti wa bunge Mheshimiwa Najma Murtaza Giga mbunge wa viti maalum, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama mbunge wa Madaba na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika mbunge wa Njombe mjini ambao kwa nyakati tofauti wamekuwa wakisimamia na kuongoza shughuli za bunge. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia afya njema na hekima katika kuwatumikia wananchi kupitia muhimili huu wa bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutumia fursa hii kumpongeza tena Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hotuba yake ambayo imefafanua na kubainisha utekelezaji wa malengo ya serikali katika mwaka 2024-2025 na mwelekeo wa shughuli za serikali zitakazotekelezwa katika mwaka 25-26. Kwa upande wa sekta ya ardhi, hotuba hiyo pamoja na mambo mengine imeweka msisitizo katika kuongeza kasi ya utekelezaji wa programu ya kupanga, kupima na kumilikisha ardhi, uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi mijini na vijijini ikiwa ni pamoja na urasimishaji wa makazi yasiyopangwa. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa shukrani zangu za dhati kwa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii chini ya uongozi mahiri kabisa Mheshimiwa Naibu Spika wa mwenyekiti Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava mbunge wa Korogwe Vijijini pamoja na makamu mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Najma Murtaza Giga mbunge. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, nitoe shukrani na pongezi za dhati kwa wajumbe wote wa kamati hii ya kudumu ya Bunge kwa kutoa ushauri, miongozo na maelekezo mbalimbali yanayoweza kutusaidia katika kutekeleza majukumu yetu. Aidha, nitumie fursa hii kuzishukuru kamati za kudumu za Bunge za tawala za mikoa na serikali za mitaa, hesabu za serikali, bajeti, mambo ya nje, ulinzi na usalama, utawala, katiba na sheria pamoja na kamati zote za kudumu za Bunge. Michango yenu na ushirikiano ambao mmeendelea kutupatia katika kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu ya wizara umekuwa wa manufaa na tija kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee niwashukuru Mheshimiwa Geoffrey Mizengo Pinda, Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na mbunge wa jimbo la Kavuu, Mhandisi Anthony Damian Sanga, Katibu Mkuu wa Wizara, na Bi Lucy Dominico Kabiemera, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara, management ya wizara, wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara na watumishi wote wa sekta ya ardhi kwa ushirikiano wanaonipa katika kutekeleza majukumu yangu. Kwa hakika kila mmoja wetu ameendelea kutekeleza wajibu wake ipasavyo na hivyo kuwezesha kutoa huduma bora kwa wananchi wetu. Nachukua nafasi hii kipekee kumtakia heri Mheshimiwa Geoffrey Mizengo Pinda mbunge wa jimbo la Kavuu katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa shukrani na pongezi za dhati kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi zote kwa maelekezo, miongozo, ushauri na ushirikiano wanaoendelea kunipatia katika utekelezaji wa majukumu yangu. Aidha, nawashukuru wasaidizi wangu wote jimboni na wananchi wa jimbo la Chamwino kwa ushirikiano wanaoendelea kunipatia kwa kipindi chote cha kuwawakilisha hapa bungeni. Na niwaambie Mheshimiwa Naibu Spika, na mwaka huu Mungu akijalia bado tupo pamoja na wanajimbo la Chamwino. Vile vile napenda kuishukuru familia yangu na hasa mke wangu Bi Subira Rajabu na wanangu wote kwa upendo, ushauri, uvumilivu na kunitia moyo wakati wote nikiwa katika utekelezaji wa majukumu yangu. Pia nawashukuru viongozi wa dini kwa sala na dua ambazo zimeendelea kunipa nguvu katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa salamu za pole kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa msiba mzito wa Mheshimiwa Cleopa David Msuya aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliotokea tarehe 7 Mei 2025 jijini Dar es Salaam. Aidha, itakumbukwa hayati Msuya aliwahi kuhudumu kama katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, Makazi na Maendeleo ya Maji kati ya mwaka 1965 na mwaka 1967. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 27 Novemba 2024
bunge lako tukufu lilipata pigo kwa kuondokewa na Mheshimiwa Daktari Faustin Engelbert Ndugulile aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni mkoani Dar es Salaam na mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani ukanda wa Afrika. Ninatoa salamu za pole kwa Mheshimiwa Spika wa Bunge na kwako wewe na wabunge wote wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, wapo viongozi na Watanzania wenzetu waliofikwa na ajali, majanga na maafa mbalimbali yaliyosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Nitumie fursa hii kuwapa pole wote waliopoteza ndugu, jamaa, marafiki na mali zao kutokana na maafa hayo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu wote mahali pema peponi. Amina. Aidha, Mwenyezi Mungu awajalie uponyaji wa haraka wa Tanzania wenzetu waliojeruhiwa ili waweze kupona na kurejea katika shughuli zao za kila siku za ujenzi wa taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, ardhi ambayo ni rasilimali ya msingi kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii imeendelea kuwa sekta wezeshi kwa sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, ujenzi, mifugo, uvuvi, mali asili, nishati, madini na miundombinu. Aidha, sekta ya ardhi imesaidia katika kuongeza uwekezaji na kuchochea ukuaji wa uchumi na pato la taifa. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeendelea kutambua, kupanga, kupima na kumilikisha ardhi kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya utoaji wa huduma bora za ardhi kwa kuhimiza matumizi ya mifumo ya tehama, mfumo hasa wa e-ardhi. Mfumo huo utawezesha wananchi kupata huduma za ardhi kwa wakati, kupunguza gharama na urasimu. Ni matarajio ya wizara kwamba usambazaji wa mfumo huu katika ofisi za ardhi za mikoa na halmashauri zote nchini utakamilika ifikapo mwaka 2027. Vile vile, huduma za ardhi zimeendelea kutolewa karibu zaidi ya wananchi kupitia kliniki za ardhi ambazo zimeendelea kuendeshwa katika maeneo mbalimbali nchini. Kadhalika, wizara imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mradi wa uboreshaji usalama wa miliki za ardhi yani LTIP, programu ya kupanga, kupima na kumilikisha ardhi KKK na mradi wa uimarishaji wa miundombinu ya upimaji na ramani LDI ambayo inalenga kuongeza kasi ya upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, shughuli za sekta ya ardhi zinatekelezwa katika ngazi ya wizara, Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na mamlaka ya serikali za mitaa. Mfumo huu wa usimamizi wa sekta uliopo sasa umesababisha kuwepo kwa changamoto katika utekelezaji wa majukumu kutokana na kukosekana kwa mfumo wa uratibu wa pamoja baina ya mamlaka zinazohusika, hivyo kutokuwepo kwa uwajibikaji katika usimamizi wa sekta ya ardhi. Mathalan, uwepo wa mamlaka tofauti katika utekelezaji wa masuala yanayohusu uanzishaji na usimamizi wa maeneo ya kiutawala, usimamizi na udhibiti wa uendelezaji ardhi na utoaji ardhi umesababisha mkanganyiko katika utekelezaji wa majukumu hayo. Ili kuondoa changamoto hiyo, wizara inakusudia kuanzisha kamisheni ya ardhi yani Land Commission ambayo itaweka mfumo mmoja wa usimamizi na utekelezaji wa shughuli za sekta ya ardhi katika ngazi zote, hivyo kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya sekta. Mheshimiwa Naibu Spika, ramani za msingi zilizopo nchini zimeandaliwa kati ya mwaka 1960 na mwaka 1970 na hivyo zimepitwa na wakati kutokana na mabadiliko mengi ikiwemo ya kiteknolojia katika mifumo ya upimaji, uoto wa asili na matumizi ya ardhi kama vile uendelezaji wa makazi na ujenzi wa miundombinu. Katika kushughulikia changamoto hii, wizara kupitia mradi wa uimarishaji wa miundombinu ya upimaji na ramani itapiga picha za anga kwa kutumia ndege yenye rubani na zisizo na rubani yani drones au ndege nyuki. Kazi ya kupiga picha za anga na kuandaa ramani za msingi kwa nchi nzima zenye taarifa za kijiografia zinazosababisha na kubainisha hali halisi ya sasa itakamilika ifikapo mwaka 2030. Mheshimiwa Spika, maeneo mengi ya katikati ya miji hayatumiki kikamilifu na baadhi ya majengo yameanza kuchakaa na hivyo kuhitaji kuendelezwa upya. Ili kukabiliana na hali hii, wizara imeandaa programu maalum ya uendelezaji upya maeneo yaliyochakaa katika miji mbalimbali nchini. Utekelezaji wa programu hii itahusisha ushirikishwaji wa wananchi na wadau mbalimbali, uondoaji wa majengo chakavu na ujenzi wa majengo ya kisasa yenye miundombinu na huduma katika majiji yetu na miji yetu. Aidha, imelenga kuboresha taswira ya huduma za msingi katika maeneo hayo.
kuboresha maisha ya wakazi, kuongeza fursa za kiuchumi na kuhakikisha miji inakuwa endelevu na himilivu na hivyo kuchangia ipasavyo katika pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekamilisha marekebisho ya sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 na hivyo kuwa na sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, naomba sasa nitoe taarifa kuhusu utekelezaji wa mpango wa bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi fungu 48 na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi fungu namba 3 kwa mwaka 2024-2025 na pamoja na makadirio na mapato na matumizi ya mafungu hayo mawili kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, maeneo ya kipaumbele yatakayotiliwa mkazo na wizara katika mwaka 2025-2026 ili kufikia malengo yaliyowekwa ni kama ifuatavyo: moja, kuongeza kasi ya upangaji, upimaji, umilikishaji na usajili wa ardhi mijini, vijijini na katika maeneo ya kimkakati; kuimarisha mfumo ya tehama katika utunzaji wa kumbukumbu na utoaji wa huduma na ukusanyaji wa maduhuli ya serikali, na mengine yote Mheshimiwa Spika yapo katika hotuba niliyoiwasilisha mbele ya bunge lako. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2024-2025 wizara ilipanga kukusanya shilingi bilioni 250 kutokana na vyanzo vya mapato ya kodi, ada na tozo mbalimbali za sekta ya ardhi. Hadi tarehe 15 Mei 2025, wizara imekusanya shilingi bilioni 136.88 sawa na asilimia 54.75 ya lengo. Katika mwaka 2025, wizara imepanga kukusanya shilingi bilioni 265 kutokana na kodi ya pango la ardhi, ada na tozo mbalimbali zinazohusisha sekta ya ardhi. Lengo hili litafikiwa kwa kuendelea kushirikiana na wenzetu wa ofisi ya Rais TAMISEMI. Azma ya wizara ni kuhakikisha kuwa kila kipande cha ardhi nchini kinachangia katika pato la taifa kupitia kodi ya pango la ardhi, ada na tozo mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2024-2025 Tume ya Matumizi ya Bora ya Ardhi imepanga kukusanya shilingi milioni 18 kutokana na kodi ya pango la nyumba zilizopo mkoani Tabora. Hadi kufikia tarehe 15 Mei 2025, tume imekusanya shilingi milioni 15.25 sawa na asilimia 84.7. Aidha, tume ilitarajia kupokea michango kutoka kwa wadau wa kimkakati kiasi cha shilingi bilioni 1, ambapo hadi tarehe 15 Mei 2025 shilingi milioni 673.89 zimepokelewa sawa na asilimia 67.4 kwa mwaka wa 25-26. Tume imekadiria kukusanya shilingi milioni 18 kutokana na kodi ya pango za nyumba zilizopo mkoani Tabora. Vile vile tume itahamasisha wadau wa kimkakati kuchangia shilingi bilioni 1 kwa ajili ya shughuli za upangaji wa matumizi ya ardhi nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2024-2025 tume iliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 12.17. Aidha, wakati wa utekelezaji wa bajeti, tume ilipata nyongeza ya fedha kiasi cha shilingi bilioni 5 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa uandaji wa mipango ya matumizi ya ardhi. Ongezeko hili limefanya bajeti ya tume kuongezeka na kufikia shilingi bilioni 17.17. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 3.89 ni mishahara, shilingi bilioni 3.24 matumizi mengineyo na shilingi bilioni 10.04 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hadi kufikia tarehe 15 Mei. Mheshimiwa Waziri, naenda kwenye shukrani, hitimisha, omba pesa, toa hoja. Au nenda kwenye maombi ya kutoa pesa, ni maombi ya pesa mwaka 25-26. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru washirika wa maendeleo ambao serikali imekuwa ikishirikiana nao katika utekelezaji wa shughuli za maendeleo zinazohusiana na sekta ya ardhi. Washirika hao ni pamoja na Benki ya Dunia, Benki ya Exim ya Korea Kusini, UN Habitat, Shelter Afrique, African Union Border Program,
Regional Center for Mapping and Resource for Development, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki Kuu ya Tanzania, Tanzania Mortgage Refinancing Company, Watumishi Housing Investment, taasisi za fedha za ndani, asasi za kiraia, sekta binafsi na wananchi kwa michango yao katika utekelezaji wa majukumu ya sekta ya ardhi. Aidha, napenda kutoa shukrani kwa vyombo vya habari kwa ushirikiano waliotupatia katika kuhamasisha na kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya sekta ya ardhi. Hakika wanahabari wamewezesha wizara kuwafikia wadau wengi kwa namna mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuliarifu bunge lako tukufu kuwa wizara katika mwaka 2025-2026 itaendelea kuimarisha uratibu na usimamizi wa maendeleo ya sekta ya ardhi kwa kuboresha huduma zinazotolewa. Ili kutekeleza azma hiyo, wizara itazingatia vipaumbele kama vilivyoainishwa hapo awali. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lijadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi fungu 48 na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi fungu namba 3 kama ifuatavyo. Fungu namba 48, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mapato ya serikali bilioni 265. Matumizi ya kawaida, matumizi ya mishahara bilioni 53,820,915. Matumizi mengineyo bilioni 37,559,123 na kufanya jumla ndogo kuwa bilioni 91,380,038. Matumizi ya maendeleo fedha za ndani bilioni 5,732,469,000. Fedha za nje bilioni 56,325,360 na hivyo kufanya jumla ndogo kuwa bilioni 62,057,829. Jumla ya matumizi ya kawaida ya maendeleo fungu namba 48 ni shilingi bilioni 153,437,867,000. Fungu namba 3, Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi. Mapato ya tume milioni 18. Matumizi ya kawaida ya mishahara bilioni 4,712,143. Matumizi mengineyo bilioni 3,475,426 ambao jumla ndogo ni bilioni 8,187,569. Matumizi ya maendeleo bilioni 2,520,616. Jumla ya matumizi ya kawaida na maendeleo fungu namba 3 ni shilingi bilioni 10,708,185,000. Mheshimiwa Naibu Spika, jumla kuu ya fedha zote zinazoombwa kwa wizara fungu namba 48 na fungu namba 3 ili bunge lako tukufu liweze kujadili na kuidhinisha ni shilingi bilioni 164,146,052. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho natoa shukrani zangu za dhati kwako wewe binafsi na kwa Watanzania na waheshimiwa wabunge kwa kunisikiliza. Pamoja na hotuba hii yameambatanishwa majedwali ambayo yanafafanua kwa kina shughuli zinazotekelezwa na wizara katika mwaka 2024-2025. Hotuba hii pia inapatikana kwenye tovuti ya wizara ambayo ni www.lands.go.tz. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Asante, hoja imeungwa mkono.